Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaamini kushukuru kwa hayo yote. Na maswali mawili madogo sana. Kwa kwanza nimefarijika sana kusema pesa za Watanzania. Nafikiri tuende nao tu, pesa zote za nchini za nani? Za Watanzania. Itapendeza sana. Sana sana. Sasa swali langu moja, Mheshimiwa Waziri Mkuu, unafikiri serikali yetu inasikiliza? Nauliza kwa sababu early warnings zilikuwa pale ukutani pale, tunakwenda kubaya. Mwenyekiti hapa amesema habari ya utekaji, habari ya watu waliokufa, habari ya watu waliopotea, mpaka na listi zimetolewa. Inavyoelekea serikali imegoma kusikiliza. Kama tulikuwa tunasikiliza, yamkini yale tungezuia singefika pale. Sasa hivi unafikiri usikiliza kwa sababu hata mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai hamjayafanyia kazi mpaka leo. Mnasikiliza? Swali la kwanza hilo. Swali la pili, ninajazilizia pale posema Balile. Hapa umekuwa very eloquent kutueleza madhara yaliyotokea tarehe 29 Disemba, vituo vilivyoharibiwa Oktoba 29. Vituo vilivyoharibiwa, nyumba, magari, mpaka pikipiki. Kwa nini kigumizi kutuambia wale kufa? Mnaficha nini? Kwa sababu waliokota maiti ni polisi. Naongeza samahani mwenyekiti, waliokota maiti ni polisi. Utaratibu wa kupeka maiti mochwari unajulikana. Hii takwimu inafichwa ili nini? Salamu alaykum. Twende kwa Tausi. Asante mwenyekiti kwa kuniona. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umezungumza vizuri sana, hongera. Swali langu mawili madogo. Mpaka sasa hivi mtaani watu wanalalamika sana kutopata maiti zao. Kwa nini hali inakuwa hivyo? Sisi waandishi wa habari tumeathirika pia. Mmoja wa mwandishi wetu mpaka leo hajapatikana na wamezika nguo. Sawa, tumepata matatizo, madhila yametukuta. Kwa nini watu hawapewi maiti zao? Lakini swali la pili, kuna tuhuma na zinazunguka sana kwenye mitandao. Hata ripoti ya TV moja imesema kwamba kuna kaburi la halaiki. Ukweli ukoje? Kuna kaburi la namna hiyo? Asante mwenyekiti. Asante Tausi kwa kuuliza kwa ufupi. Neville Meena. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wakati wa uchaguzi tunapozungumza sasa hivi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, vyombo vya habari vya Tanzania hatuna pa kusimama. Tunaonekana ni watu wa ovyo ambao hatukufanya kazi yoyote wakati wa uchaguzi, na hii ilitokana na behavior ya taasisi za kiserikali kutuminya, kututisha kwa kila ambacho tulitaka kufanya, na hasa TCRA kutuandikia barua na kukataza hiki na kile na kile. Katika mazingira haya hata serikali haiwezi kupeleka taarifa zake kwenye vyombo vya ndani tukaaminika. Ni nini mkakati wa serikali au ni nini kauli yako Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhusiana na taasisi zilizoko chini ya serikali kutuingilia katika editorial independence yetu na kutukataza kufanya kazi yetu ya kitaaluma inavyostahili? Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.